Mambo vipi mtazamaji wa One Vision TV? Karibu sana kwa mara nyingine na kushukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Leo ni siku nyingine njema, niko na Mama Angela. Mali yenyewe ya Baba Angela. Na mambo kadha kadha kuzungumza naye by the way. Unajua wao ndo trending kubwa sasa hivi Tanzania. Mambo vipi? Poa, habari yako? Fresh uko poa? Niko poa. Ulibarikiwa sana nywele. Mashallah. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Katika wauzaji wa vipodozi Tanzania ambao mimi nimewahi kuwaamini kutokana na rangi zao kwa kuwaona live, wewe ni namba moja. Kwamba unauza vipodozi na kweli mtu akikuona live anasema yes, kama ndo kuglow huyu ameglow, ana rangi nzuri, mwili wake uko nyororo. Wewe unatumia product gani? Mimi natumia products kutoka Mama Angela Cosmetics. Product yako mwenyewe? Of course. Hongera sana. Asante. Hata pia ni products kutoka Mama Angela Cosmetics. Lazima nikupe maua yako kwa sababu wengi tunawaona wanatangaza product lakini wakiingia live wanatumia filter. Mimi najiamini bila filter. Ya ndio maana hata mara nyingi mimi nikiwa natoka, yani nina ule mtoko natoka, nichunguze usoni waga si apply vitu. Nikipiga sunscreen, mafuta sunscreen, safari. Yes. Okay. Unahisi kwenye biashara hizi za vipodozi ni nini hasa ambacho kimekuwa changamoto sana kwa watu wengi ambao wanaleta vipodozi? Kwa sababu tumeona vipodozi daily vinakuja product mpya, lakini bado wanaovitumia wanabaki vile vile, hakuna mabadiliko. Unajua kwenye swala la vipodozi competition imekuwa kubwa sana sasa hivi, tofauti na mwanzo. Alafu kuna kitu kinaitwa trending. Sawa? Watu wengi wanatumia vipodozi kwa trending. Yaani let's say mimi Mama Angela kuna kipodozi nilikuwa nakitumia, si ndio? Alafu kikaja kipodozi kingine ambacho kika trend. Nataka niache kile ambacho nakitumia nitumie hiki ambacho kina trend. Hapo ndo tunapoharibu. Yes. Okay, by the way umependeza sana. Asante. Vaa dhahabu tu. Kagua kuanzia kwenye masikio, shingoni mpaka kwenye mikono. Jamani, amna Gold. Of course gold ni love hapa. Yes. Shingoni. Yeah, shingoni peke yake ndio gold ina set. Lakini hapa nimevaa chini peke yake. Hiyo ulinunua kwa bei gani? Ile cost kama milioni 7 kasoro. Okay. Ni set umesema? Yeah, ilikuwa set, yes. Hiyo saa ni bei gani? Hii kawaida tu shilingi 45,000. Okay. Pete? Ya pete jamani 10,000. 10,000. Hichi hapa? Hiki 10,000 pia. Ereni? Ereni 10,000 pia izidi. Ni mbili lakini. Hii sasa ndo harama kidogo kuliko hizi. Hizi 10,000, yes. Hii nilinunua shilingi 45,000 kama sikosei. Sawa. Hadi unatoa hicho kiasi cha fedha like ulivyoniambia umenunua hiyo set ya cheni yako hiyo umenunua zaidi ya milioni 7. Target yako haswa ilikuwa nini mpaka unaenda kununua vitu vya milioni 7? Unajua let's say kuna kitu kinaitwa asset. Unajua unaweza kawa una kiasi kidogo cha pesa, unatamani uwekeze sehemu. Kwa mfano kuna viwanja, si ndio? Mtu mwingine anakuta kiwanja. Sasa hivi huwezi kupata kiwanja cha milioni 7. Kama utakipata basi sio sehemu nzuri. Kwa hiyo hii ni moja ya uwekezaji. Yani hii mimi nikisema nakuja kuuza, nauza pesa nzuri. Kwa hiyo unaweza ukauza ukapata hata kiwanja nje kidogo. Kwa bei hizo sasa. Lakini yani sasa kiwanja cha milioni 7 kwa sasa hivi Dar es Salaam hii kidogo mtihani. Vipo lakini tunaambiwa kuna viwanja hadi vya milioni 5. Tena unalipa kidogo kidogo. Hujavisikia? Inawezekana labda Bagamoyo wapi mbali na mji. Okay, so cheni yako ukiuza unaweza kununua kiwanja Bagamoyo. Of course, yes. Okay. Bwana una trend sana sasa hivi kutokana na video ambayo umechapisha. Na hisi ni leo asubuhi. Umechapisha video ukawa unajibu na umevujisha kwanza DM ambazo ulikuwa umetumiwa na mchekeshaji Mr. Mwanya. Alafu ukawa unamjibu, unamtaka kwamba akae mbali na wewe na nini. Hii imekuwa kuaje kwamba wewe ni mke wa mtu lakini still bado mwanaume anakuwa na confidence ya kukufuata DM na kukutumia message za kukutaka? Kwanza hii kitu naomba niweke wazi, sawa? Mimi sifurahishwi. Sipendi kabisa kitendo ambacho anakifanya Mr. Mwanya. To be honest, Mr. Mwanya unanikwaza. Mimi sipendi. Umeona? Yaani kama wewe una tofauti zako na Baba Angela, hebu usiniingize mimi yani kwa style hiyo.
Yani I'm not kind of a person ambaye naweza nikatumika kama kwa ajili ya kulipiza visasi au I don't know niwekaje, sawa. Lakini sipendi Mr. Mwanya, unanikwaza sana 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 sana. Mimi nampenda sana mume wangu, yes, nampenda sana Banjera. Kwa hiyo wewe unavyo DM na sio DM tu jamani, anapiga simu mpaka mimi kwenye simu yangu kawaida, mimi Mr. Mwanya nimemblock. Umeona? Naona anapiga simu sana, anatuma SMS, yani spendi. Haogopi kwamba wewe ni mke wa mtu, labda inaweza kumletea shida? Na vitu vyote mimi ninavyofanya waga namuonyesha Banjera. Mimi Banjera ana access ya kuingia kwenye simu yangu sehemu yote ile. Ushaona? Kwa hiyo anaona vitu ambavyo vinaendelea. Anaona anavyoni text, anavyoni DM, anavyonipigia simu. Yes. First time alimchukua, inasemekana kwamba alimchukua ex wa mume wako Fei Momo kwa sababu ya kumuumiza moyo mumeo. Kipindi hicho wewe na mumeo mmevurugana. Sasa kwa nini leo anakufuata wewe? Kwamba bado anaendeleza kisasi au ni nini? Kiukweli mimi siwezi kujua. Na kusema kwamba amemchukua, kwani yule ni mzigo anachukuliwa tu. Mimi najua kwamba yule ni mtu ambaye ana akili zake timamu, kwa hiyo katika kila anachokifanya anajua nini anafanya. Yes, kwa hiyo na kuhusu Mr. Mwanya kunitaka mimi au sijui nimweke kwenye kundi gani. Mimi namchukulia kama yuko sawa. Yes. Amekumind, lakini baada ya wewe kuchapisha video na kuvujisha DM zenu, ameandika hapa kwenye comment, kwenye ile video yako amekuja aka comment. Sasa usipendwe, we nani bwana? Huo ni ushamba kuvujisha chatting zetu, na sikati tamaa hadi nikupate wewe. Akaweka viemoji vya makopakopa, alafu akasema upo moyoni wewe. Sasa wewe umeisoma hiyo comment. Mimi kwanza hata kuiona sijaiona hiyo comment. Since asubuhi naona sijaingia mtandaoni. Lakini wewe kama wewe ambaye umeisoma hapo, wewe umechukuliaje? Umemwona yuko sawa? Yes, ndio anasema kwamba anaonesha upendo wake kwa. Mimi sitaki sasa. Mimi sitaki. Na mume wako hapa amecomment, Baba Njera amecomment, na wewe nani kakwambia huo unasoma DM zake? Lile pengo lisije likakushawishi mblock. Mimi wangu kitu ambacho naweza tu nikamwambia yeye ajiamini. Sawa? Ajiamini kwa sababu yuko na mwanamke ambaye anampenda sana. Mimi nakupenda sana Baba Njera, sana sana sana. Afu kweli, yani niache kushawishiwa na mavitu ya maana nikashawishiwa na pengo. Seriously? Yani vitu vinikose, vinipite pita alafu pengo ndo, hapana babangu. Kuwa na amani. Kinachoendelea kati ya wewe na Baba Njera ni tafsiri tosha ya kwamba ugomvi wa mke na mume usiingiliwe, kwa sababu before alivyokuumiza ulilia sana na watu wakalia pamoja na wewe kwenye mitandao. Wanawake wenzio wakawa wanakutia moyo, wengine wakafikia kumchukia kabisa Baba Njera. Naona wengine walifikia hatua wanasema huyu kaka ngoja ni unfollow, nilikuwa na mheshimu sana lakini kumbe ni mjinga na nini na nini. Lakini leo mmerudiana na ndo kama hivyo, unampa sifa zote na nini, ni mume wako. Una lipi la kuambia wale ambao walisimama na wewe kipindi ambacho wanapitia majonzi na machungu? Okay, ninachoweza kusema iko hivi. Kwenye mahusiano, sawa, kuna vitu jamani, iko very close. Yes, kwenye mahusiano kuna vitu vingi vinatokea. Sawa. Changamoto zipo. Umeelewa? Ukifuatilia vizuri situation yangu au mahusiano yangu mimi na Baba Njera, sawa, kuna namna ambavyo yanafundisha. Sawa? Yaani yanafundisha. Mimi nafurahi sana na nawashukuru sana yani wanawake wenzangu ambao walipita na mimi kwenye kile kipindi kigumu. Sawa? Ila inatufundisha kwamba nyakati ngumu huwa hazidumu. Kila jaribu uwaga lina suluhisho lake, si ndio? Mimi kweli ile ndio ilikuwa jaribu langu, na nilipitia, lilinifunza. Umeona? Niliumia, lakini sasa hivi niko hapa. Umeona? Na kitu ambacho mimi naweza nikawashauri wanawake wenzangu, yani si wote ambao walikuwa wanaumia na mimi, wapo ambao walikuwa wanafurahia. Wapo ambao walikuwa wanafurahia kwamba nini sijui nini, wewe kama mwanaume anakufanyia hivyo, kwani umekata miguu? Na wewe tafuta mwanaume mwingine. Okay, let's say sasa hivi
excuse me, ningekuwa nimepata mwanaume mwingine au niko na mwanaume mwingine, si ndio? Inamaanisha ningekuwa tayari nimeshaachana for yani moja kwa moja labda na Banjera, si ndio? Kama sijaachana naye basi labda ningekuwa nina mahusiano nipo huku, kitu ambacho kwa mwanamke huwa hakipendezi kabisa kabisa. Yani kama una mtu unampenda, unaweza kumpambania, pambana. Ya hicho ndio kitu ambacho naweza nikashauri. Yani kama una mahusiano ambayo mtu wako unampenda, pambana. Wengi ambao walikuwa wananishauri hawajapenda. Yes, hawajapenda. Yani mapenzi bwana, sijui nisemaje. Femomo alisema kwamba wewe huna amani sasa hivi kwa vile yeye ameachwa na Mr. Mwanya. Wewe huna amani kwa sababu roho yako iko juu sana, unahisi muda wowote kwamba atachukua tena mume wako. No, thank you. Yani kama kuna watu ambao hawani stress, hawanipi homa ya moyo, ni yeye. Kwa hiyo yeye, mimi nadhani hayo anayazungumza tu kwa sababu zake binafsi, labda yeye ndo anamtaka tena au I don't know, lakini kusema kwamba eti mimi ananikosesha amani Femomo, jamani, nitake radhi dada. Okay. Kulikuwa na stories za kwamba Femomo alikuchukulia mume kwa mazingaombwe kwamba alimloga, lakini vile vile baada ya wewe kuonekana umerudiana na mume wako, kuna watu wengine ambao wanasema sasa wewe umeenda mbali zaidi ya pale alipokuwa Femomo, umemrudisha mume wako. Ni kweli kwamba kuna namna umemrudisha baba Angela kwa mitishamba? Hapana. Mapenzi bwana, mapenzi. Tukumbuka sisi tuna familia, sawa? Mimi ni mama wa Angela na ni baba wa Angela, tuna mtoto anaitwa Angela, si ndio? Ni familia. Naye mwenyewe nadhani tu kuna namna alikaa chini akachekecha akaona bwana. Yes. Alikuacha vibaya sana kwa sababu aliongea, tulifanya naye mahojiano, akawa ameongea vitu ambavyo havikuwapendeza walio wengi. Ili kukurudia alitumia njia gani? Alikupigia simu moja kwa moja? Aliwafuata wazazi wako? Aliwafuata wazazi wake? Au ni nini ambacho kilitokea? Kiukweli issue ya yeye kunirudia ilianzia kwanza kwetu, kwangu mimi na yeye. Yes. Alinitafuta, akaniomba msamaha. Of course binadamu waga wanakosea. Akaniomba msamaha. Na kilichopo hapo katikati na siweza kusema ni mapenzi. Kwa sababu mimi ningekuwa simpendi, pia nisingeweza kumsamehe, si ndio? Kwa hiyo ilianzia kwetu kabla haijafika kwa wazazi. Yes, aliniomba msamaha na nini. Yeah. Una sharti lolote ambalo ulimpa baada ya kuja kwamba bwana turudiane? Kuna namna ambavyo ulitaka kumpa masharti yako ili muweze kurudiana? Of course, katika kila mahusiano waga kuna conditions. Kila mahusiano mimi ninachoamini. So conditions zake yeye mimi ndo nazijua na za kwangu ndo nazijua, siwezi kuziweka hapa public. Yes. Okay. Sasa hivi unajisikiaje baada ya yeye kurudi na mmekuwa pamoja? Nina amani. Yes. Una ushauri gani kwa Femomo? Atulie jamani. Kama mwanamke atulie, sio sifa kutangatanga kuwa na mwanaume huyu, kuwa na mwanaume. Naweza nikawa sipo kwenye nafasi ya kumshauri, sawa? Kwa sababu mimi ni mtu tu kama watu wengine kwake, lakini atulie. Yes. Katika ukimya wako hapa kati kuna taarifa za mashabiki za kwamba wewe ni mjamzito. Kuna taarifa za kuwa wewe ni mjamzito. Hapana jamani, hapana. Sasa hapana. Wewe si mnaniona jamani? Sasa tunakuonaje hapo wakati umevaa kama limeficha mimba? Hapana, ni mavazi tu ya stara kwa mwanamke. Jamani, mimba kwani inafichika? Mimba haifichiki. Nimeona watu wengi pia mnanikomentia hivi. Jamani, mtu asile akashiba. Mtu asile vizuri. Jamani, nalishwa vizuri na ubaba, nakula na shiba. Nisinenepe kidogo, tuna mimba. Nisipotee kidogo, mashabiki zangu hapana. Sina mimba. Sasa Mama Angela, mimi nikushukuru sana kwa time. Asante na karibu tena. Asante sana. Haya.